maana ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Kumkufuru Roho Mtakatifu ni kukaidi kwa makusudi na kwa kudhamiria kazi za Roho Mtakatifu, kwa kupinga ukweli wa Mungu unaoletwa kupitia Roho Mtakatifu, hata baada ya mtu kuelewa wazi Roho Mtakatifu ni ukweli. Kumkufuru Roho Mtakatifu ni moja ya swali ambalo limekuwa likiulizwa sana na vijana wengi na Wakristo wengi na watumishi wengi, wakiwa wanababaika au wanapata ukakasi katika kuelezea kwamba kumkufuru Roho Mtakatifu ni nini. Nini kitakachofanya mtu aonekane kwamba amemkufuru Roho Mtakatifu? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Leo nimeamua kuandaa kipindi hiki kwa ajili ya kuelezea dhana nzima ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Pendwa mfuatiliaji wangu ambao umekuwa mkinifuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii, ninaomba utege sikio lako kwa dakika chache hizi. Tutakwenda kujifunza maana na dhana ya kumkufuru Roho Mtakatifu kwa mapana yake na kwa ufafanuzi mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuanze somo hili katika sala. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, nasema asante kwa ajili ya wakati na muda huu ambao umenipa uwezesho na nguvu ya kupata kulifundisha somo hili. Ninakuomba Bwana, katika uweza na nguvu zako, saidie mimi, saidia hata mtazamaji wangu anaendelea kunifuatilia, akapokea uponyaji kupitia somo hili, akapate kujifunza, ili Bwana tuendelee kujenga ufalme wako hapa duniani na hata mbinguni. Katika jina la Yesu ningeomba na kuamini. Amen. Niliulizwa swali moja na mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu. Wakati fulani aliniuliza kwamba, mtumishi wa Bwana, nini maana ya kumkufuru Roho Mtakatifu? Nini maana ya kufuru? Mtu wa Mungu, nataka niende moja kwa moja tu kwenye maana ya swali hili kwamba nini maana ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Kumbuka, Roho Mtakatifu ndiye mjumbe wa mwisho ambaye baada ya hapo hapana mjumbe mwingine. Roho Mtakatifu, Biblia inasema kwamba amewekwa ndani yetu. Kwa hiyo yeye ndiye mjumbe wa mwisho. Yesu alisema nitamtuma msaidizi ambaye atawakumbusheni kweli yote na kuwakumbusha yote niliyofundisheni na kuyashika. Na ndiyo silaha kubwa ambayo Wakristo leo tumekuwa tukijivunia kwamba tunaye Roho Mtakatifu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Lakini yupo Kristo, yuko Mwenyezi Mungu ambaye ni Baba. Katika Utatu Mtakatifu ni nafsi. Lakini hii nafsi ya mwisho ambaye ni Roho Mtakatifu, huyu Mungu Roho Mtakatifu, kwamba ukimkufuru huyu Mungu basi hakuna limit hapo. Nakumbuka huyu Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu amekuja na kujifunua katika namna mbalimbali, ambayo wengine walimtafsiri kama moto, wengine walimtafsiri kama upanga. Lakini nataka nikueleze kwamba huyu Roho Mtakatifu ambaye anazungumziwa katika kitabu hiki, au ambaye anaongelewa kwamba kumkufuru yeye, kwamba huyu ndio amekuja na last limit, kwamba huyu ndio amekuja na elimu kuhusu grace, mambo ya neema. Hasa anaposema kwamba neema ya Mungu imefunuliwa kwa watu wote, neema ya Mungu imefunuliwa kwa mataifa yote, neema ya Mungu imefunuliwa kwa makabila zote, akiwa anamaanisha kwamba sasa hii neema ya mwisho ndio mpango mkakati wa Mungu kumwokoa huyu mwanadamu, pasipo kuhesabu matendo yake, pasipo kuhesabu madhaifu yake. Sasa akaamua kumwokoa huyu mwanadamu na kumtoa huyu mwanadamu katika utumwa wa dhambi. Sasa akaja Roho Mtakatifu ambaye sasa anaenda sambamba na neema. Nasema ni wakati wa neema, neema imefunuliwa kwa watu wote. Sasa nini maana ya kumkufuru Roho Mtakatifu? Kumkufuru Roho Mtakatifu ni kukaidi kwa makusudi na kwa kudhamiria kazi za Roho Mtakatifu na kupinga ukweli wa Mungu unaoletwa kupitia Roho Mtakatifu, hata baada ya mtu kuelewa kuwa ni kweli. Mtu wa Mungu, kuna watu kweli unaweza kufika mahali ukakuta wahubiri wanahubiri, lakini ukasema huyu mhubiri hana Roho Mtakatifu, huyu ni wa shetani, lakini akawa ni Roho Mtakatifu. Maana yake umekufuru. Lakini inafanyika dhambi pale ambapo unaelewa kabisa kwamba hii ni sauti ya Roho Mtakatifu, lakini unafanya kwa kuelewa, lakini unapinga wazi wazi. Ndio hao wanaitwa wapinga Kristo, kwamba unapinga wazi wazi kitu ambacho kimewekwa bayana, kiko wazi, kinaeleweka na unakitambua. Yani unautambua ukweli vizuri, lakini unaukataa, lakini unaasi. Hii ndio dhana ya kumkufuru Roho Mtakatifu, kwamba ni kukaidi, kudhamiria
na kwa kudhamiria, yani kwa makusudi kabisa, kazi za Roho Mtakatifu kuzipinga wazi wazi. Mtu ambaye anapinga kazi za Roho Mtakatifu wazi wazi kwa makusudi, huyo mtu anakuwa amemkufuru Roho Mtakatifu, anakuwa amemkufuru Roho Mtakatifu. Na hii inatokea hata baada ya mtu kuelewa wazi kwa Roho Mtakatifu ni nani. Pendwa mtazamaji wangu, katika Biblia, katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 31, maneno ya Mungu yanasema, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watakalolitenda watu watasamehewa, lakini kufuru dhidi ya Roho Mtakatifu hawatasamehewa kamwe. Yesu alisema, Yesu ambaye ni Mungu anasema, kufuru yoyote ambaye ataitenda mwanadamu, huyu mwanadamu atasamehewa, lakini kufuru yoyote atakayeitenda ambayo ni kuhusiana na Roho Mtakatifu hatasamehewa kamwe. Roho Mtakatifu, yani neno mtakatifu, asiye na mawaa, kakufuru, kachafua, mtu wewe usamehewi. Dhambi yako inaandikwa kwa karamu ya chuma isiyofutika. Pendwa, katika muktadha huu, katika mazingira hayo sasa, Mafarisayo walimwambia Yesu kwamba anatoa pepo kwa uwezo wa Beelzebuli, yani shetani, yani mkuu wa giza, wakati ukweli ni kwamba alikuwa anafanya hivyo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kumaanisha walijua kweli, lakini walipinga kwa makusudi. Kwa hiyo hawa watu walikufuru. It means kwamba wanaelewa ukweli wa kile kitu kinachofanyika, asili ya ndani zaidi ya kile kitu kinachofanyika, lakini wanapinga kwa makusudi ya wazi wazi. Wanapinga kwa makusudi ya wazi wazi kwamba sio kazi ya kimungu. Sasa athari yake ni kwamba wanaingia katika dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukiona unatambua ukweli, ukiona unang'amua mambo fulani kwamba hili jambo ni la kweli, lakini ukalipinga wazi wazi, maana yake wewe unamkufuru Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kumkufuru Roho Mtakatifu ni kupinga kwa makusudi kazi ya Roho Mtakatifu, hasa baada ya mtu kujua ukweli, lakini akaamua kukataa au kupotosha kwa makusudi tu. Na hili kweli, kuna wakati unaweza ukawa ufahamu jambo ukaliongea, hapo hujakufuru. Lakini pale unapofahamu kweli, unapoifahamu kweli kwamba, kwa mfano tunatambua kwamba neema ndiyo hatua ya mwisho kabisa ya wokovu, lakini mtu akaikataa neema, hakuna njia nyingine ambayo itamwokoa huyu mtu, hakuna. Kwa hiyo kwa nini dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu haisamehewi? Dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu haisamehewi kwa sababu msamaha wa dhambi hupatikana kupitia kazi ya Roho Mtakatifu, na mtu anayemkufuru Roho Mtakatifu anajitenga moja kwa moja na chanzo cha msamaha, anajitenga moja kwa moja na asili ya msamaha. Hivyo huyu mtu hawezi kusamehewa. Anasema katika Mathayo mtakatifu sura 12 mstari wa 32, anasema, lakini mtu atakayesema dhidi ya Roho Mtakatifu, atakayesema uongo, hata samehewa wala katika ulimwengu huu wala ule ujao. Bado anaendelea kuonyesha msitizo. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kufunua dhambi, kuongoza watu kwenye toba na kuwaunganisha watu na msamaha wa Mungu. Katika Yohana 16:8, mtu akimkufuru Roho Mtakatifu anakataa uhusiano wake pekee na chanzo cha msamaha wa kimungu, msamaha wa dhambi. Hivyo si kwamba hataki kumsamehe, si kwamba Mungu anakuwa hataki kumsamehe mtu huyu, bali mtu mwenyewe amejifungia milango ya msamaha kwa kutokubali kutubu wala kuongozwa. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Kwa hiyo tumeona kwamba kwa namna hiyo Mungu anaendelea kuzungumza kwamba dhambi hii haisamehewi kwa sababu mtu anajitoa katika chanzo au asili ya ule msamaha. Katika vitabu mbalimbali vya kithiolojia ambavyo vimeendelea kufundisha kwa habari ya hii dhana, vinaeleza, kwa mfano kitabu cha Systematic Theology kilichoandikwa na Grudem
au kile kitabu cha Mambo ya Imani ya Kikristo kilichoandikwa na John Stott vinathibitisha kuwa dhambi ni hali ya ukaidi wa kudumu na wa mwisho wa moyo wa mtu ambao hata Roho hawezi tena kumshawishi. Je, ukishatenda dhambi hiyo wewe ni wa motoni, au kwa kuwa ni wa motoni kwa kuwa haina msamaha? Swali lingine hili. Je, ukishatenda dhambi hiyo wewe ni wa motoni, au kwa kuwa ni wa motoni kwa kuwa haina msamaha? Jibu ni ndio. Kwa mujibu wa maandiko, mtu aliyemkufuru Roho Mtakatifu kwa maana ya kweli ya kibiblia hawezi kusamehewa. Hivyo anaelekea katika hukumu ya milele kama hatatubu. Lakini muhimu ni kuelewa kuwa si kila mtu anayehisi amekosea kwa kufanya dhambi kubwa ni kwamba tayari amemkufuru Roho Mtakatifu. Si kila mtu anayehisi kwamba amekosea au kufanya dhambi kubwa ni kwamba tayari amemkufuru Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Twende kitabu cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania 6 mstari wa 4 mpaka wa 6 na kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 26 mpaka 29 tunaonywa kuwa kuna hali ya kuanguka ambako mtu akikana kweli baada ya kuonja karama ya Mungu anakuwa hana tena toba kwa sababu moyo wake umefanywa kuwa mgumu. Lakini bado Biblia inatufundisha kuwa mtu aliyesikitika, aliyejutia moyoni mwake kwa dhambi, hata kama ni kubwa kiasi gani, huyo mtu bado anaweza kutubu. Mtu huyo anaweza katubu. Amesema, japokuwa dhambi zenu zikawa nyekundu kama bendera, mimi Mungu nitasafisha na kuwafanya kuwa weupe kama theluji. Kwa hiyo mtu anapokuwa na hofu kuwa amemkufuru Roho Mtakatifu, hiyo yenyewe ni dalili kuwa hajafanya hivyo, kwa sababu moyo wake bado una majuto. Elewa hiki. Mtu anapokuwa na hofu kuwa amemkufuru Roho Mtakatifu, hiyo yenyewe ni dalili kuwa hajafanya hivyo, kwa sababu moyo wake bado unakuwa na majuto. Mtu ambaye amekufuru kweli ni yule mtu ambaye hana tena majuto wala haja ya kutubu, bali anapinga ukweli wa Mungu mpaka mwisho wa maisha yake. Na nimalizie kwa kusema tu kwamba mtu wa Mungu, ndugu mpendwa, tunapaswa kuishi kwa hofu ya Mungu na kumtii Roho Mtakatifu kila siku. Tukisikia sauti yake, tusifunge milango, tusizibe milango yetu, tusizibe masikio yetu. Katika Zaburi ile 95 mstari wa 7 mpaka wa 8. Hivyo tukumbuke kwamba hakuna dhambi isiyosameheka kwa yule anayetubu kwa moyo wa kweli. Hakuna dhambi isiyosameheka kwa yule anayetubu kwa moyo wa kweli, isipokuwa ile ya kumkataa kabisa Roho Mtakatifu hadi mwisho wa maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nikutakia wakati mwema. Ninaamini ya kwamba swali langu nimelijibu kwa majibu ya kueleweka na majibu yenye hekima, busara na neno la Mungu na hekima za kimungu na busara za kimungu. Basi Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ni yule mwalimu wako wa neno la Mungu, mwite mtumishi Hawadi Mayemba kutoka Njombe, Tanzania. Amen. Barikiwa sana.